Karibu mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Ufalme na Ukuhani. Ukaribishe tena siku hii njema. Niko na ujumbe kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 40. Nisome ule mstari wa 14. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba unitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, sababu hakika naliibiwa kutoka katika nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wakanitie gerezani. Hapa tunaona kisa cha mtumishi wa Mungu Yusufu. Yusufu hapa anaonekana yuko Misri, lakini yuko gerezani tena baada ya kutoka kwa Potifa, na amehukumiwa ni kifo, ni adhabu ya kifo kwa sababu ni mfungwa wa mfalme. Lakini maneno haya anayosema sasa yakanifanya niweze kutafakari zile ndoto ambazo Yusufu alikuwa ameota akiwa mdogo, na haya yanayomkuta Yusufu ni kama aliona yale mambo hayawezi kutokea tena, na sasa Yusufu akawa ni kama ameridhika na ile hali ya kukaa nyumbani na baba yake. Yuko na baba yake ana mifugo Yakobo, baba yake anampenda, anafurahia kuvaa mavazi ya rangi nyingi. Yusufu aliona yale ndiyo maisha ambayo alistahili kuishi, na alikuwa tayari kukaa katika mustakabali ule. Lakini sasa picha ambayo Mungu alikuwa nayo ndani kwa habari ya Yusufu ilikuwa picha kubwa. Ilikuwa lazima ili picha itimie, kwanza mazingira yabadilike, lakini pia lazima apitie mitihani ili kuweza kukidhi vigezo vya kuweza kutimiza yale ambayo Bwana ameyaweka. Sasa hapa Yusufu unaona analalamika, anatamani kurudi nyumbani, lakini kumbe hapa ndipo ambapo Bwana alimleta ili ndoto yake iweze kutimia. Lakini haikuwa rahisi kuweza kuingia katika nafasi hii. Fikiria, katika nchi kama ya Misri unawezaje kuwa kiongozi, mtu ambaye si raia wa Misri? Ile fahari na jeuri ya watu wa Misri wangewezaje kumruhusu Mwebrania aweze kutawala katika nchi yao? Kwa haya mambo si mepesi, ndugu yangu, ndio maana lazima upite kwenye mahali fulani. Kwa hiyo niseme na wewe ambaye ndani yako iko ndoto, liko jambo Mungu alikusemesha, jambo ambalo uliona ni kubwa sana, ndio maana lazima upitishwe katika mambo ambayo akili yako wakati mwingine inafeli kuelewa. Inafika kipindi unaona kama Mungu yuko mbali sana, na ndiyo maana mambo haya lazima yatokee kwako. Sasa kwa sababu hiyo, unachotakiwa kufanya ni kukubali kwanza kuwa chini ya Roho Mtakatifu, lakini na kuwa katika hali ya utulivu. Usitegemee wanadamu, maana wanadamu wanaweza kukuingiza katika mtego ukatoka katika kusudi. Na usitamani sana maisha yale ya mwanzo, yale maisha ya kule ambako ulikuwa na baba yako, ulikuwa na watu wako wa karibu. Pale hapataweza kukuleta katika mustakabali wako, ila hapa sasa ulipo katika tabu hiyo, nikwambie Bwana anakwenda kukutokea, na hakika Bwana anakwenda kukuinua na kukuketisha pamoja na wakuu. Mungu akubariki sana. Ninapomaliza ujumbe huu, nikukumbushe kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja, na yeye ndiye mfalme wa wafalme. Usiache kuomba kwa ajili ya Yerusalemu na amani yake, usiache kuomba kwa ajili ya Israeli, ni taifa la Mungu, katika jina la Yesu, amen.